Yes, hali gani msikilizaji wa EFM? Habari ya kwako rafiki yangu, na matumaini mzima wa afya. Karibu sana katika Ijumaa ya leo. Leo siku njema msikilizaji, tarehe ya 10 mwezi ni wa 10 mwaka 2025. Karibu katika ripoti ya leo, kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Na hapa tunazungumza kuhusu maisha halisi ya kweli ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Na katika siku njema ya leo msikilizaji, tupo hapa kukamilisha mkasi wa ndugu yetu anaitwa Asia, ambao sasa tumeenda nao takribani hii ni wiki ya pili. Naamini tangu tumeanza mpaka hapa sasa kuna mengi umeyasikia ambayo Asia ameshia pamoja nasi. Kuna mahali jana tuliishia, ndugu yetu Asia alitueleza kwa habari ya kila kitu alichokuwa ameshikilia, kila kitu alichokuwa nacho, alichokimiliki kwa namna moja ama nyingine hakiko tena kwenye maisha yake. Anasema yule mume aliyempenda hayupo tena kwenye maisha yake. Hata mtoto wake ambaye alimuhesabu kama mtoto faraja yake, alimtoa kwa yule baba mwingine na akampatia baba mwingine. Hata yeye pia amesema mama hapana, kwa mwenendo huu mimi hapana. Lakini pia anatueleza kwa habari ya kila mtu aliye karibu naye kuondoka kwenye maisha yake, na amepata majeraha makubwa zaidi kwa sababu anatueleza alimjeruhi mzazi mwenzake kwa kisu kwa sababu ya hasira ambazo alizipata katika nyakati ambazo wako kwenye majibizano mazito, na akaekwa ndani. Anasema nimekaa ndani, lakini yule mwanaume alitangaza kunisamehe, lakini akisema niachane na maisha yake na yule mtoto si wa kwake kabisa. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi kwamba yule mtoto atabaki kuwa wa kwangu, na kama kuna uwezekano wa kumtafuta baba mwingine ambaye nitampa, basi nifanye hivyo kwa sababu mimi ni mwenye tabia hizo. Ndio mengi Asia anashia pamoja nasi msikilizaji, na leo mimi hapa niko kwa ajili ya kusogea mbele zaidi ukisikia hiki ambacho ndugu yetu anaitwa Asia akiendelea kutujuza zaidi. Asia anasema mimi haya nimeyapitia katika safari yangu ya maisha. Mimi kama Asia nikisimama leo naweza nikashia na wewe jambo kubwa sana, kwa sababu mimi ni mfano hai ambao nimejifunza kwa kupitia maisha yangu mimi mwenyewe. Lakini naamini wakati mimi nasema nimejifunza kwa kupitia maisha yangu mimi mwenyewe, inawezekana uko wewe rafiki yangu uko mahali. Ukichunguza maisha yako unanipata na mimi, yani unaniona mimi ndani yako. Unaziona tabia zangu ndani yako. Unaweza ukasikiliza maelezo yangu toka mwanzo, na haya kawa hatua yako kubwa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Angalia sana kama kwa haya nayo yazungumza unajiona mimi ndani yako. Angalia sana, kwa sababu mwisho wa haya waga sio mwisho mzuri. Nataka nikwambie, haijalishi uko na fedha kiwango gani, haijalishi una kibali kiasi gani, lakini ukiwa unajiona mimi kwenye maisha yako, nataka nikwambie haijulikani ni lini, lakini wakati utafika utakuwa katika nyakati za kulipa kila pigo ulilolisababisha kwa mtu. Asia anasema kwa mfano, ukijiona wewe una hasira ambazo inafika kipindi unashindwa kujikontrol, ni vyema ukanisikiliza mimi hiki ninachokuambia. Mimi nimekuwa niko hivyo pia. Kwa mfano, mtu akinikosea, sioni kama anastahili kusamehewa, na kwa nini nimsamehe na simsamehe. Na hapo hasira zikinipanda mpaka mboni za macho yangu zinabadilika, mwili wangu unaanza kutetemeka, lipsi za midomo zinaanza kucheza. Hiyo ni hasira. Na kwa kupitia hali kama hii nimejikuta nimefanya vitu vingi ambavyo baadaye nasema ilikuwaje nikafanya hivi. Lakini zile nyakati ambazo unaifili hiyo hali, nataka nikwambie hakuna chochote kinaweza kapenya kwenye masikio yangu nikasikia. Nitafanya kile ambacho kitafanyika kwa wakati huo, majuto yatakuwa baadaye. Asia anasema ukiwa na hali kama hiyo ni vyema ukajichunguza na ukatafuta msaada ili uweze kutoka kwenye hali kama hiyo, kwa sababu hali kama hiyo hupelekea watu kufanya mambo ya kushangaza ulimwengu. Na baadaye mtu anasema sijui ilikuwaje. Ukiniuliza mimi niliwezaje kuchukua kisu cha chakula na kumchoma mzazi mwenzangu? Niliwezaje kufanya hivyo?
lakini nyakati zile nilipatwa na hasira isiyokuwa ya kawaida, nikamvamia kwa kisu, tena sio kimoja. Ni Mungu tu amenisaidia, nimekuwa uraiani. Lakini pengine katika hili tukio ningesababisha matatizo makubwa, pengine hata umauti wa mtu. Sasa hivi nisingekuwa na nafasi ya kuzungumza na wewe, maana ningekuwa niko gerezani kwa sababu nimesababisha umauti kwa mtu. Wangesema nilifanya kwa bahati mbaya, lakini sikumchoma kisu mara moja. Watasema nilifanya kwa bahati mbaya. Nitasema mimi mwenyewe kwamba nilifanya yote kwa bahati mbaya, lakini mimi nilitoka eneo langu nikamfuata mtu eneo lake. Ni bahati mbaya. Nilimchoma visu zaidi ya 3. Ni bahati mbaya. Itatafsiriwa kwamba nilikusudia kusababisha umauti kwa huyo mtu. Lakini baadaye ndio unakuja kushangaa, ni hii mikono yangu. Ni hii mikono yangu. Inakuwaje mimi kufanya hivi? Inakuwaje mimi kushuhudia damu ya mtu ikimwagika? Lakini nataka kukuambia, ukiwa na roho kama ya kwangu ambayo nakueleza nilikuwa nayo, unaweza ukafanya chochote katika nyakati ambazo hali ya hasira imewaka ndani yako. Asia anasema mimi niko na ndugu yangu ambaye naweza nikasema Mungu alimwacha kwa ajili yangu. Wakati wengine wote wakiniona mimi sifai, wakati wengine wote wakiutafsiri ukatili wangu kama ni mtu mwenye uchawi ndani yangu, na hata wengine wadiliki kusema yule ni mchawi, kwa sababu ziko tabia au matendo mtu unatenda, watu wanatafsiri kwamba huyu kwa matendo haya lazima atakuwa ni mshirikina. Lazima atakuwa ni mshirikina. Haiwezekani mtu ukafanya mambo mtu ukawa ni mtu wa kawaida, lakini sikuwa mchawi. Mimi nimekuwa nikienda kwa ganga, lakini sikuwahi kununua uchawi au kubeba uchawi au kufanya ndumba kumloga mtu, hapana. Ila nilikuwa na roho mbaya ndani yangu, roho ya kishetani ndani yangu ambayo inafanya mambo mabaya. Yanapokuja kwa jamii, kwa watu wangu wa karibu, wanashangaa, wanasema hii sio roho ya kawaida, huyu atakuwa mchawi. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa wetu rafiki anaitwa Asia anasema, basi na yakumbuka haya katika safari yangu ya maisha. Nilikaa na huyu ndugu yangu ambaye naweza nikasema Mungu alimpa kusalia kwenye maisha yangu. Wakati wote wakiwa wameondoka, yeye alibaki kwenye maisha yangu. Hapa niliamua kuwa muwazi na kumueleza kila kitu katika maisha yangu. Nilimueleza hata vile ambavyo sio rahisi kuzungumza. Nataka nikwambie, katika maisha ambayo tunaishi kuna vitu ambavyo tunavifanya au tunawafanyia wengine, lakini ni vigumu sana kwa vinywa vyetu kutamka kwamba sisi tumetenda. Mimi nimetenda. Nataka nikwambie, midomo yetu inapatwa na uzito. Yaani vinywa vyetu vinapatwa na uzito kutamka kwamba mimi nimetenda hivi. Asia anasema kwa mfano, kuzungumza kwamba mimi niliona mdogo wangu amesimama kama kizuizi mbele yangu, na kuona ili mimi niendelee na maisha yangu ya furaha na ndoa yangu, ninapaswa kumnyamazisha mdogo wangu, na kuitazama namna gani ya kumnyamazisha mdogo wangu ni kumnyamazisha asiongee tena. Ni umauti pekee ndio unaweza ukamfanya mdogo wangu asiongee tena. Maneno haya kuyatamka kwa kinywa, kumwambia mtu nilitenda haya. Nataka nikwambie, shetani hakupi nafasi ya kukiri hayo maneno. Yaani ni mdomo unakuwa ni mzito. Lakini naikumbuka siku hii kwa sababu nilimueleza. Acha habari za kusikia watu wakimwambia. Kuna vitu nilimwambia kwa kinywa changu na kumueleza ilikuwaje nilifanya hivyo. Nilikuwa nashurutishwa ndani yangu, kuna hali inanisukuma ndani nifanye hivyo. Hata nilipokuwa naona kama wakati mwingine sio sawa, bado nilikuwa nasukumwa ndani yangu na sauti inaniambia, nataka nikwambie uwezo kupata amani mpaka utakapomnyamazisha mtu huyu. Na ndipo nilipomueleza habari ya kwa yule mganga. Alivyonieleza nipeleke sanda, nipeleke jeneza, nipeleke msalaba, na niliandika majina ya mdogo wangu, tarehe yake ya kuzaliwa, mwezi na mwaka, na mpaka tarehe ya umauti niliandika na mwezi na mwaka. Na ndipo ambapo baada ya hapo kazi alianza kuifanya na mdogo wangu kudondoka. Nikimueleza habari ya mdogo wangu kudondoka na kupeleka hospitali, mimi nilikuwa najua nini kinachoendelea. Na nikamueleza ndugu yangu kwa kinywa changu. Nilikuwa na force operation kwa sababu ndivyo ambavyo aliniambia yule mganga. Mdogo wangu atakavyoingia kwenye chumba cha operation hatatoboa, atafariki.
lakini mliposimama na kuweza kuleta vizuizi, aliniambia hakuna kinachoshindikana, tutapambana ili jambo litakaa sawa. Haya yote nayakumbuka nilimueleza nikiwa na bubujiko na machozi, na aliniambia, ndugu yangu, usiogope kusema. Leo ni siku ya kumwaibisha shetani. Amekutumikisha kwa miaka mingi, amekupelekesha kwa miaka mingi, amefunga ufahamu wako kwa miaka mingi. Sasa hivi tunaenda kumwambia shetani kwamba inatosha. Kutamka kwa kinywa na unapozungumza na mimi ndo unamwaibisha shetani hivyo, na ndo shetani unamwaibisha na shetani ndo anakuachilia. Aliniambia maneno haya, ndugu yangu, ambaye nabaki kusema, nimeamini katika maisha ya mwanadamu, katika nyakati tofauti tofauti tunaweza tukawa tunapitia. Yuko mtu mmoja Mungu atamwacha, atasalia kwenye maisha yako. Wakati wengine watakuona hawafai, wakati wengine watakuona wewe ni namna gani, kuna mtu mmoja atabaki na wewe. Kuna mtu mmoja anaweza akaelewa kitu unachokisema. Yaani kuna mtu atasalia na wewe. Wakati wengine watasema yule ni shetani, yule ni muuaji, yule hafai, yeye hata kubeba kama unavyokubeba wale wengine. Ndio huyu kwangu nasema alisalia. Naweza nikalia mabegani mwake, ambaye aliniambia usilie, kila kitu kitakuwa sawa. Akiniambia sasa unarejea kuwa mtu kama mtu, binadamu kama binadamu wengine, ambaye hana tena roho chafu ndani yake. Asia anasema, mimi nakiri mbele ya ndugu yangu na kumwambia, kweli mimi ni mchawi. Aliniambia usiseme hivyo, nikamwambia ndio, mimi ni mchawi. Hata kama mimi sirogi kwa ndumba na nini, lakini mimi ni mwanamke mchawi. Aliniambia hakuna sababu ya kuendelea kujihukumu. Ulioyatenda yameumiza watu sana, lakini una sababu ya kutengeneza njia yako. Una sababu ya kuwafikia wale ambao uliwaumiza. Na namna ya kuwafikia wale uliowaumiza ni kutangaza kuwasamehe na wewe kutaka msamaha kwa wale watu. Unamfuata mmoja baada ya mwingine na kumwambia nilikukosea, na itoke toka ndani ya moyo. Na mtu wa kuanza naye wa kwanza ambaye naomba sana uanze naye katika hili zoezi, kama utalikubali, ni aliyekuwa mume wako wa kwanza. Huyu mwanaume umemuumiza sana. Huyu mwanaume umeujeruhi moyo wake sana. Nataka nikwambie, kwa machozi ya yule baba, kwa maombi na huzuni za yule baba, malango yako hayawezi yakawa salama. Nataka nikwambie, ilikuwa tu ni wakati, ilikuwa tu ni majira yafike na wewe uje umie kama ulivyomuumiza mwenzio. Ndugu yangu aliniambia, chochote unachokipanda katika ulimwengu huu, unapanda uovu kwa watu, unaharibia watu kazi, unajeruhi watu, unaumiza watu, unawafanya watu mioyo yao ikashuka na kujeruhika kila siku. Usitegemee kuona kwamba haya mambo yataishia tu kwa wewe kuwaumiza watu. Hapana. Yako majira ya kila pigo, ya kila chozi, ya kila huzuni kurudi kwenye maisha yako, kama sio wewe, kizazi chako. Kama sio wewe, kizazi chako. Aliniambia, tunakataa kila maumivu uliyosababisha watu kurejea kwa watoto wako, kuumiza watoto wako. Na ndio maana lazima wewe utengeneze hayo. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa wetu rafiki anaitwa Asia katika siku njema ya leo. Asia anasema, niliyasikiliza haya katika hizi nyakati. Nataka nikwambie, mimi si kitu, yani siumwi maradhi yoyote. Sio kwamba naumwa, hapana, mimi ni mzima wa afya. Lakini nataka nikwambie, sijui ninapitia katika hali ya namna gani ambayo atakuelezeka ielezeki. Ninapita katika maumivu ambayo nataka kukwambia sio kwamba naumwa, lakini ninaona moyo wangu kwenye mahangaiko. Ninajiona napita katika upweke ambao sielewi. Sina raha tena kabisa, sina raha tena. Na ndugu yangu ananiambia, endapo utairuhusu hiyo roho iendelee kuishi ndani yako, kuna siku itakupa hatua ukajue. Watu kama wewe mwisho wenu ni hayo maroho kuwamaliza nyinyi wenyewe. Kataa hiyo hali. Haya anatueleza anaitwa Asia. Mapumziko mafupi. Kumbuka leo tuko hapa tukiwa tunakamilisha mkasa wa ndugu yetu anaitwa
Asia. Ndio, na leo nitasoma ujumbe wako pia ambao umenitumia, na leo pia nimekuandalia na burudani kwa ajili yako. Yes. Haya, mapumziko. Yes, karibu sana katika sehemu ya pili ya ripoti ya leo msikilizaji, katika siku njema ya leo. Leo tupo katika kukamilisha mkasa wa ndugu yetu, rafiki yetu huyu, kipenzi chetu anaitwa Asia. Nami nazidi kumshukuru sana Asia kwa kushare pamoja nasi mkasa huu. Haikuwa rahisi. Mikasa mingi mimi hupokea ni mikasa ya watu kusema nilitendewa. Kuna mtu aliniumiza sana katika maisha yangu, sitakuja kusahau maumivu alionisababishia. Ni mikasa ya watu wachache wanaoweza kuzungumza ukweli halisi wa kile ambacho na wao walikuwa sababisho la maumivu kwa watu wengine. Asia ni mmoja wapo. Amezungumza haya. Tunaweza tusisikie sauti yake, tunaweza tusimuone kwa macho, lakini hakika Asia amezungumza vile vitu ambavyo anasema haikuwa rahisi kwangu kuzungumza, lakini kuzungumza kwangu naamini naweza nikamponya mtu mmoja tu anatosha. Asia anasema kama mimi ningewahi kukutana na mtu akanieleza kuhusu uhalisia wa tabia zangu zilivyo, pengine huenda ningebadilika. Lakini katika maisha sikuwa napata watu wa moja kwa moja kunieleza kwamba nijichunguze. Huu mwenendo unaoenda nao ni mtu ambaye anakuwa na shida gani, na ninawezaje kupata msaada kwa mtu kama mimi ili nitoke katika mahangaiko hayo ambayo nimekuwa nikiyapitia. Asia anasema tunaishi katika familia. Tunaweza tukazaliwa watoto 3, tukawa kwenye familia tuko 4, tunaweza tukawa zaidi ya hapo au hata 2. Kila mtoto anaweza kuwa na tabia zake. Naamini ukiwa mama au ukiwa baba, unapotazama watoto wako, unaweza ukaona mtoto huyu yeye ana tabia gani, mtoto huyu ana tabia gani, na huyu ana tabia gani. Mimi inaonekana nilikuwa na tabia zisizo za kawaida, sio pale ambapo mimi nimekuwa mtu mzima naanza kukueleza kuhusu tabia zangu. Tabia zangu zilianza kujidhihirisha toka nikiwa niko mdogo. Ninaelezwa hivyo. Yaani kuna vitu ambavyo nimewahi kuvifanya nikiwa bado mdogo, ambavyo wengine walivitafsiri kama ni kwa sababu ni mdogo, lakini wengine walitafsiri kama huyu sio kitu cha kawaida jamani. Asia anasema kwa mfano mimi kuwa na wivu usiokuwa kawaida. Sio pale nilipoanza kukueleza nimemaliza chuo naanza kutafuta kazi. Hapana. Mimi kujigundua nina wivu usiokuwa kawaida niko shule, kwamba na wivu usiokuwa kawaida. Kwa mfano, naweza nikamkuta mwanafunzi mwenzangu pale darasani, yani anasoma kwa bidii sana, na mimi sio mtu wa kusoma kwa bidii, lakini huyo mtu akaja akafaulu kwenye masomo yake. Mimi nasema kwa nini huyu amefaulu na mimi sijafaulu? Lakini sio kama mimi ni msomaji, yani kwamba mimi labda nimesota kweli, yani nimekesha, kwamba kwa kukesha huku kwa nini nistahili kupata majibu kama haya. Yani mimi kawaida tu, lakini nataka nione ninafaulu. Ninapomuona mwingine yule anapambana na masomo anafaulu, nasema kwa nini afaulu? Asia anasema nilishawahi kufurahia kifo cha mwanafunzi mwenzangu shuleni. Yani nilikuta tu nasema alizidi bwana. Unawezaje kufurahia kifo cha mwenzio? Unawezaje kufurahia kifo cha memba mwenzio hapo kazini? Ni kwa sababu alikuwa na ushindani na wewe? Kwa sababu alikuwa na kushinda kwa baadhi ya vitu? Kwa hiyo umauti wake unakuwa ni furaha kwako? Kwa nyakati hizo sikuona kama hiki ni kitu yani hivyo. Lakini ukiniuliza leo, ina maana hii hali mimi sijatoka nayo tu kwamba niko katika utu uzima, nilikuwa nayo tangu nikiwa bado niko mdogo. Ina maana ni matukio tu sikuwa nayafanya makubwa.
Asia anasema, na hii ninatamani sana kuzungumza na wazazi na walezi. Tazama watoto wako hapo nyumbani. Tazama watoto hapo nyumbani. Unaweza kugundua mmoja kati ya mtoto wako ana roho isiyokuwa ya kawaida. Wivu usiokuwa wa kawaida. Anatamani kuona yeye ndio kila kitu, na akikasirika anaweza kufanya chochote kwa wenzake. Sasa kama mzazi unaweza kaibeba kwamba ni utoto tu, ni utoto, lakini kumbe ile hali inazidi kuota mizizi. Huyo mtu baadaye ndo akina sisi sasa. Huyo mtu baadaye ndo akina sisi ambao sasa tunaweza tukafanya chochote. Tunaweza tukatamani kuona mtu anafariki na tukafanya bidii yoyote kuhakikisha huyo mtu anakufa. Ndo sisi ambao tuna roho chafu ya kishetani, ndo sisi. Asia anasema, mimi sasa hivi nikikueleza mengi nimeyafanya. Nimefanya mengi sana. Ni muda tu hautoshi kukueleza, lakini nimefanya mengi ya kuumiza watu sana. Asia anasema, huyo ndugu yangu alikuwa bega kwa bega na mimi, na yeye ndo alimtafuta yule mzazi mwenzangu wa kwanza, na aliongea naye kabla ya mimi kukutana naye. Kwa hiyo wakati mimi tunakutana naye, yeye alishazungumza naye sana. Na mimi nilipokutana naye nilimwambia, haujawahi kunitendea baya. Siwezi kusimama hapa na kusema umewahi kunitendea baya. Hapana, hujawahi kunitendea baya. Nisamehe sana. Nisamehe sana. Nakumbuka huyo mzazi mwenzangu, yule mume wangu wa kwanza, alibaki tu akinitazama. Alimwambia, ndugu yangu, unajua na mimi ni baba nina watoto wa kike na watoto wa kiume pia. Nimekuwa nikimuomba Mungu usiku na mchana, hasa kwa watoto wangu wa kiume. Yanapofika majira, unapofika wakati mtoto wangu wa kiume anatafuta mke wa kuoa, nimemuomba Mungu sana. Nimemuomba Mungu sana watoto wangu wa kiume wanapotafuta mke wa kuoa, Mungu awe kiongozi wao. Mungu awe jicho lao. Mungu awakutanishe na wanawake sahihi. Alimwambia, ndugu yangu, unajua kwa kupitia Asia nimeamini kuna mwanamke anavaa mavazi ya kustiri mwili. Kuna mwanamke ni mrembo, mwenye shepu nzuri, anapendeza sana, na ni msomi, ana akili, lakini ndani ana roho ya kishetani. Na unapokutana naye maisha yako yanaharibika. Unapokutana naye direction yako yote inavurugika. Unapoteza kila kitu. Maana umekutana na mtu mbaya, na kiumbe mchafu. Huyu mwanaume alizungumza maneno haya kwa ndugu yangu. Alimwambia, ndugu yangu, siku ya kwanza namuona Asia, niliona nimekutana na mwanamke innocent sana. Tulikutana baa. Nilimkaribisha apate kilevi, alikataa. Nilijua ananitania, lakini sio mwanamke aliyekuwa anatumia vilevi. Ni mwanamke ambaye alinitumia salamu za upendo mara kwa mara, akinijulia hali yangu. Hakuishia hapo. Alinipigia kwa simu na kunisalimia. Hakuishia hapo. Hata nilipomsapoti kwa kidogo ambacho nilimsapoti nacho, aliendelea kunishukuru asubuhi, mchana, jioni kwamba nimekuwa msaada mkubwa sana kwake. Hii kadhihirisha kwamba ni mtu mwenye moyo wa shukrani. Lakini kumbe ubaya wa mtu uko ndani. Uovu wa mtu uko ndani. Hauko kwenye macho mazuri yanayoonekana. Haupo kwenye shepu yake nzuri unayotazama. Haupo kwenye kinywa chake maneno anayoyazungumza. Iko ndani, roho chafu iko ndani. Alimwambia, ndugu yangu, nimekutana na wanawake katika maisha yangu, katika kazi.
nimekutana na wanawake mbalimbali katika mahusiano. Sijawahi kukutana na mwanamke mwenye roho mbaya, mwenye roho chafu ya kishetani kama Asia. Mimi ni binadamu na wala siko hapa kwa ajili ya kuhukumu mtu. Kama kweli ndugu yako huyu ameona mwenendo wake si sahihi na ameamua kutubu, mwambie asitubu kwangu peke yangu, atubu mbele za Mungu wake, kwa sababu matendo aliyoyatenda yameumiza watu wa Mungu, yameumiza watoto wa Mungu, na Mungu hapendezwi kuona unageuka kuwa mbaya kwa watu wake. Muombe Mungu wako msamaha, kusamehe. Huyu ndugu yangu akamwambia Asia amekuwa na muda mzuri sana wa kutafakari. Kama nilivyokueleza toka mwanzo, amepata muda pia wa kumuomba Mungu amsaidie. Amekuwa na muda mzuri sana wa kufanya dua. Ameshatengeneza na Mungu wake kabisa. Ilikuwa ni muda mzuri sasa yeye kuanza kutengeneza na watu ambao wameumiza. Kwa hiyo amekuja hapa akiwa anajua nini anachokifanya. Huyu mwanaume akasema, Asia, kuna vitu kwako niliwahi kuvitamka vingi sana vya laana, na kweli nilikuwa nasema na vikupate. Katika maombi nilikuwa naomba kuombea watesi wangu mimi, wewe ulikuwa mtesi wangu namba 1. Lakini nataka nikwambie Asia, nami nimejifunza vitu vingi sana katika maisha. Wako watu tunakutana nao, Mungu anatupitisha kwao ili tujifunze vitu na ili tupate nafasi ya kubadilika. Pengine usingekuja kwenye maisha yangu wewe na ukanijeruhi kiwango kile, pengine nisingekuwa mimi bora niliyekuwa hapa leo. Pengine ningeendelea kuwa mlevi, ni mtu tu wa kunywa mapombe, ni mtu wa mapombe tu. Lakini wewe ulinipa somo kubwa sana ambalo leo limenijenga, leo limenibadilisha. Mimi kwangu pombe sasa hivi ni haramu. Nikiona pombe ninajisikia vibaya, lakini mabadiliko yalianza na wewe. Ninakushukuru na nataka nikwambie, sikuhukumu, ila nakuombea Mungu akusaidie, na hiyo hali uliyokuwa nayo, tabia ulizokuwa nazo, zikuachie kwenye maisha yako. Ninashukuru umekuwa mama kwenye maisha yangu, umekuwa mama kwa watoto wangu. Hata kama hujawa mama bora kwa watoto, lakini wewe ni mama yao. Ulininyang'anya haki ya mtoto wangu. Namshukuru Mungu kwa sababu Mungu yupo hai na yeye ni Mungu wa haki. Mungu amenirejeshea mtoto wangu. Nitawalea watoto wangu na kuwafundisha maadili mema. Nitawafundisha upendo watoto wangu na Mungu anisaidie. Ninakutangazia msamaha. Asia, mimi nimekusamehe. Nenda kwa amani kabisa. Mimi nimekusamehe. Asia anasema haya ni maneno aliniambia huyu mwanaume. Nikaona mbona kama kanisamehe kwa njia rahisi. Kumbuka message aliyonitumia ni message ilikuwa na uzito sana. Alitamka maneno mabaya sana. Kwa nini leo amezungumza kwa wepesi? Hata mimi nikawa ninamshangaa tu. Na ndugu yangu akaniambia Asia amekusamehe. Nikamwambia hivyo tu yani. Akaniambia ndio amekusamehe. Huyu aliyekuwa mume wangu akaniambia, Asia, unataka nikisema nimekusamehe unatakaje? Unataka nikwambie Asia nimekusamehe, umekuwa ukihangaika huko, naomba turudi tuje tulee watoto? Akacheka akasema hapana, msamaha sio lazima uwe hivyo. Kama nilivyokuambia Asia, nimepata muda mwingi sana wa kutafakari. Sina sababu ya kukushikilia kifuani mwangu. Sina sababu kila muda wakati namuomba Mwenyezi Mungu anisaidie ndio wewe niwe nasema na kukutaja jina lako upate na mabaya, na wakati wewe ni mama ulinizalia watoto. Tumepita tulikopita. Vyote vimebaki historia. Lakini tuna jambo moja tumebakia nalo. Sisi ni wazazi kwa watoto wetu. Nimekusamehe. Basi nikashukuru sana kwa msamaha wake, nikamwambia asante, nashukuru sana, na hakutaka discussion yoyote.
Yaani hakutaka discussion yoyote na mimi. Hakutaka niongee mengi, hakutaka kunikumbusha sijui unakumbuka siku zile, hakutaka kabisa. Na alikuwa tu akitabasamu. Oh Mungu wangu. Maisha yanabadilika my friend. Mimi kama Asia nimejifunza pakubwa sana, maisha yanabadilika. Nataka nikwambie, nikimwona huyu mwanaume sasa hivi nasema jamani, anakuambia mpaka akiona pombe, yani akiona pombe hivi anajisikia vibaya. Mtu ambaye alikuwa cha pombe yasiyofaa. Maisha yanabadilika. Usimkatie mtu tamaa. Hili kwangu nimelibeba na nimejifunza sana. Mapumziko mafupi msikilizaji, na tunarejea hapa. Asante kwa kuendelea kusikiliza EFM. Nizidi kukushukuru sana msikilizaji kwa kuendelea kufuatilia ripoti ya leo ya EFM, na asante kwa kufuatilia mkasa huu wa Asia ambao leo tuko hapa kwa ajili ya kukamilisha. Asia anasema nimebaki na hili, usimkatie mtu tamaa. Kabisa. Tunaishi katika ndoa, tuko na wenza wetu wana changamoto fulani. Tumewavumilia kwa muda mrefu na tunaona hakuna mabadiliko yoyote ya vile tunavyovivumilia. Kwa mfano, Asia anasema mimi changamoto kubwa ambayo nilikuwa nikipitia kwa huyo mwanaume ni ulevi. Mwanaume mlevi kupindukia. Ni kweli anahudumia familia, chakula, mavazi, shule na kila kitu. Lakini ni mwanaume mlevi ambaye mimi kwangu nilikuwa naona kama mzigo. Kwa sababu gani? Kwa sababu nilijipima, kuna vitu ambavyo yeye anavifanya hata mimi pia naweza kuvifanya. Kwa mfano, kwa habari ya kusomesha watoto, nami nilijitengenezea kipato changu, naweza nikasomesha watoto wangu. Kitu kingine pia nikawa nawaza, je, ninaweza kushinda kuhudumia watoto wangu, kwa mfano mavazi na mahitaji mengine? Niliona naweza. Usimkatie mwanadamu tamaa. Ngoja nikwambie habari za huyo mwanaume. Mimi nilimwacha huyu mwanaume katika nyakati ambazo aliamua kubadilika. Wakati anasema anataka kujirekebisha, ni nyakati ambazo tayari mimi nilisha fall in love mahali pengine. Kwa hiyo kubadilika kwake hakukuweza kuwa na faida kwangu, kwa sababu moyo wangu ulishaanza kumpenda mwanaume mwingine na nikamwacha. Na hiyo kwangu nikaibeba kama sababu kubwa sana. Nini kimemtokea? Alirejea kwenye ulevi kwa 100%. Anakunywa. Uzuri alikuwa na dereva wake huyo ambaye akinywa akizima, mbebaji yupo, atambeba, atamrudisha nyumbani. Lakini nataka kukuambia alikutana na mwanamke mmoja. Wewe si huyo kwako unasema ni mrevi uweze kumvumilia? Ni chapombe huyo uweze kumvumilia? Ni chapombe lakini analea familia. Anahakikisha watoto wameenda shule, yani analipa ada, anahakikisha chakula kiko nyumbani. Ni mlevi lakini hakupigi. Ni mlevi anakupa mahitaji yote. Maana kuna wale walevi ambao akipata hela anatoweka nyumbani kabisa aonekane. Yani mpaka ziishe ndo anarudi. Kuna wale walevi wasiojua ada, wasiojua uniform za mtoto, wasiojua chakula, wako walevi wa hivyo. Lakini huyu wa kwangu mimi alikuwa ni mlevi smart. Asia anasema alikutana na mwanamke, wote unasema mwanamke na ngai. Huyo mwanamke wa shoka ndiye aliyembadilisha huyu mwanaume. Na sasa huyu ni mwanaume very smart. Na huyu mwanaume alikuwa very handsome. Yani huyu mume wangu wa kwanza alikuwa handsome sana, ila pombe zina tabia kuchakaza watu. Pombe, yani unachakaa unakuwa kama mzee, lakini kumbe hata sio mzee. Asia anasema sasa mwanaume huyu kwa mfano amekuja amevaa kiatu chake smart, suruali yake smart, mkanda huo smart, shati yake smart. Yani yale mapigo yale ambayo ndo waga mimi nilikuwa napenda yani kuona amevaa. Sasa moyo wake uko kwa mwanamke mwingine, ambaye huyo mwanamke alimbeba katika nyakati hizo na amembadilisha kwa sehemu kubwa. Sasa wana amani, wanaishi kwa furaha. Narejea tena kusema mwanadamu sio mtu wa kumkatia tamaa. Usimkatie tamaa. Kama una nafasi ya kuweza kumpambania, mpambanie. Hakuna mwanadamu
aliyekamilika mimi nimejifunza. Sisi sote kwa sababu ni wanadamu tunaweza tukawa tuna mapungufu yakashindwa kuwatosheleza wenzetu. Lakini tuna nafasi ya kuweza kuwapa muda na kuendelea kuwavumilia. Mimi najilaumu kwa sababu nyakati ambazo mume wangu alitaka kubadilika sikumpa nafasi. Lakini pengine ningempa nafasi, ni mimi yule ambaye ndo ningekuwa ninahesabika nilikuwa mwanamke mwema kwake, maana nilisimama naye na akabadilika. Lakini leo hizi sifa anapewa mwanamke mwingine. Lakini sina la kulaumu. Haya yote nimeyataka mimi. Haya yote nimeyasababisha mimi. Asia anasema basi baada ya kutangaziwa huo msamaha nilisikia amani ndani ya moyo. Na kweli mtoto ule ni wa kwake, na sasa kila kitu kiko wazi. Kila kitu kiko wazi. Nilipata nafasi ya kuzungumza na ndugu wachache ambao ninaamini ni watu ambao nimewahi kuwatamkia maneno ya kuudhi. Nakumbuka kuna ndugu yangu mmoja aliwahi kuja nyumbani kwangu hapa kipindi ambacho niko na mume wangu huyu wa pili. Alikuja, alikaa siku chache, alikuwa anajiuguza afya yake. Kwa hiyo hapa kwangu anakula, akaa hapa kwangu ndio hivyo analala, namsaidia kwenye masuala ya matibabu. Dereva anamchukua anamrudisha. Sasa kuna migogoro ilitokea baina yetu. Nilimtreat vibaya na kumsimangia mpaka ugonjwa aliokuwa anaumwa. Ni kwa sababu nilipata access ya kujua shida inayomsumbua. Huyo mtu aliwahi kusema yule Asia ni mwanamke mbaya sana na roho mbaya sana. Kwa hiyo nilipata nafasi ya kumwambia naomba unisamehe. Naomba unisamehe. Kwa sababu nilipojua ugonjwa unaomsumbua nilianza kumsimangia ugonjwa wake. Hebu muangalie, uhuni tu. Mnahangaikaga sana nyie. Yaani nafurahia kwa habari ya mtu kupata maradhi ambayo yanamsumbua na kuona atajijua, sio kumuonea huruma binadamu mwenzangu. Na akome mjinga huyu, na akome. Nilimwambia naomba unisamehe. Naomba unisamehe. Wakati huo pia ninamshukuru sana huyu ndugu yangu ambaye aliniambia haya ni mambo ya kumwachia Mungu pia kutusaidia kubadilisha mienendo yetu, tabia zetu ambazo zile zilikuwa ni mbaya. Zimeondoa watu walio karibu na sisi. Sasa tumebaki peke yetu. Tutaendelea kuwarejesha watu kwa kuwatendea wema. Waliozoea kuona sisi tunawajibu mabaya, waliozoea kuona sisi tukiwatendea wema tunawatangaza, tuna sababu sasa ya kuwatendea wema na kunyamaza na kumwambia Mungu endelea kumbariki mtu huyu. Leo ameniomba kiasi fulani kinachompa kikamsaidie akafanya biashara na akafanikiwe. Huyu mtu ndio alikuwa akiniambia mambo ambayo kibinadamu unatakiwa watamkie wenzako. Kadri unavyoendelea kuwatamkia wenzako mema, unavyoendelea kuwaombea wenzako mema, ndivyo ambavyo na wewe mema yatakapokujia. Ndivyo na wewe afya njema itakavyokujia. Kila siku unaombea wenzako wapate magonjwa na wafe. Kila siku unaombea wenzako wasipate watoto, wewe ndio upataje watoto. Kila siku unaombea mabaya wenzako wafilisike kibiashara, wewe ndio uzidi kustawi. Kila siku unataka kuwakomoa wenzako wale ambao wanashindana na wewe. Aliniambia ukifanya hivyo unazidi kujipalia makana, utaona dunia sio mahali sahihi kwa kuishi wakati utakapofika na mambo yakaenda tofauti. Asia anasema nikaamini katika ulimwengu tunaishi kila mtu anapaswa kuheshimiwa. Kila mtu anapaswa kuheshimiwa. Anacho hana anapaswa kuheshimiwa. Kila mtu anaweza akawa na sababu ya kukusupport kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ndio. Anaweza akawa hana fedha lakini ana mashauri mazuri. Usimdharau mtu. Asia anasema mimi kwa nafasi niliyokuwa nayo nilikuwa nikidharau watu, hasa wale ambao wana kipato cha chini. Yaani mtu maskini naona hana hoja. Na anasema mimi siongeagi na maskini. Naongea na maskini naongea nao nini? Yaani kwa mfano naenda kuongea na yule ananiambia ushauri gani? Mtu mwenyewe kaishia darasa la ngapi kwanza? Ana nini cha kuniambia?
nakaa mtu naenda kuongea na naenda napoteza muda kuongea na yule mtu, ana point gani za kuniambia? Ikanifanya hata wafanyakazi ambao niko nao waliondoka. Unashangaa kile ukikaa na mtu muda mfupi anaondoka. Amekuja mtu anafanya kwako kazi mwezi mmoja anaondoka, mwingine anakuja mwezi mmoja anaondoka, mwingine anakuja mwezi mmoja, unajiuliza why, kwa nini watu wanaondoka? Kumbe kuna kauli mtu anakuwa unatamka zinajeruhi moyo. Mtu anaona ni kweli mimi ni maskini, lakini siwezi nikadharaulika kama namna hii. Asia anasema mimi binafsi haya nimejifunza sana. Asia anasema nilipata muda mrefu sana wa kuanza kutengeneza. Yaani kutengeneza. Unajua ukishapoteza imani kwa watu, warejesha kwenye maisha yako wakuone kama wewe ni mtu mwema kwao. Sio kitu rahisi. Yaani sio kitu rahisi. Unaweza ukapoteza uaminifu kwa watu kwa muda mfupi sana. Mtu ambaye ulikuwa unafanya naye biashara ukamtamkia maneno makali sana ya kuumiza, ukamdharau, kuja kufanya tena kazi na yeye kuamini kama mnaweza mkafanya kazi vizuri ni ngumu sana. Kwa inahitaji muda. Mimi ni mtu ambaye kama nilianza upya kwa sababu niliumba sana. Na maana sasa kama napata ni wateja wapya. Wateja wapya ambao inabidi nijifunze kuwa treat vizuri, kuwa hold vizuri ili mwisho wa siku niendelee kuchechemea. Kwa hiyo niliendelea na biashara japo napata hela ya kula tu. Napata hela ya kula ya kuendesha maisha kwa namna moja ama nyingine, lakini yule baba alimkataa mtoto wake. Nataka nikwambie mpaka hivi leo mimi ni mama, mpaka hivi leo niko na pambana na maisha yangu. Nimesha pambana kwa sehemu kwa kuomba msamaha na nini. Yule baba hakuwahi kukubali kamwe kwamba ni mtoto wake. Kwa hiyo nilishaachilia hiyo, nikasema hii ni adhabu ambayo Mungu amenipa. Sitaki kusema sana au kujaji sana, lakini nimeendelea kumtunza mtoto wangu na kuzidi kuomba yale mambo ambayo mimi niliyaishi watoto wangu wasiyaishi. Hizo roho chafu ambazo mimi zilinivamia sijui nikiwa mtoto, sijui ziliingia katika majira gani, zisivamie mtoto wangu yeyote yule. Yaani zisimkute mtoto wangu yeyote yule. Na nimekuwa nikiwachunguza sana. Kwa mfano wale watoto ambao nilizana yule baba yule wa kwanza, nimekuwa nikipata muda na kana watoto wangu nawaambia, ninawaeleza usimuone mwenzio wivu. Ukimwona mwenzako amefanikiwa mbariki. Usiwe ni mtu mwenye chuki juu ya watu. Mtu akikukosea jifunze calm down, mueleze vizuri. Jifunze na wafundisha kucontrol hasira. Binadamu kikawaida anakuwa na hasira, lakini usiruhusu hiyo hasira ikakutawala ukajikuta inazidi kuweka mizizi ndani yako. Penda kutengeneza na watu. Ni vitu ambavyo nimekuwa nikizungumza sana na watoto wangu na nikiwafuatilia pia kwa namna moja ama nyingine. Katika dhambi ambayo nilitubu na kuitubu na hata kesho nasema Mungu wewe unasamehe dhambi na unasahau. Naomba Mungu uisahau dhambi yangu hii. Kuchukua maamuzi ya kutamani kuona mdogo wangu anapatwa na mauti kwa njia za kishirikina. Sikuchukua kisu nikamchoma, hapana. Sikuchukua sumu nikamwekea, hapana. Lakini nilienda kwa mganga kwa kinywa nikatamka. Na nikatamka mauti kwa mdogo wangu na ukamkuta. Yuko binti yake, yani tunaye mtoto wake. Baba yake alimchukua na alikuwa hataki kabisa hata nimsogelee, lakini namshukuru Mungu baadaye alikuwa akinipa nafasi, naonana naye, nazungumza naye. Nataka niseme katika yote ambayo mimi kwangu yametokea, siwezi kumnyoshia mtu kidole na kumlaumu yoyote, kwa sababu mimi nimekuwa ni mtu wa kulaumu, na laumu huyu na mlaumu huyu, lakini sasa hivi si laumu yeyote. Niliwahi kujilaumu, nikajihukumu na nikaomba Mwenyezi Mungu anisamehe. Mwenyezi Mungu anisamehe. Na kweli Mungu amenisamehe kwa sababu ninaishi maisha ya kawaida. Naishi maisha ya kawaida kabisa. Sio yule tena mimi nilikuwa nasema nikipita naitwa Richard.
Mungu amenifundisha na kunipa maisha ya kawaida kabisa, ambayo hata mimi naweza omba kwa watu kabisa. Huyo mzazi wa pili, huyo baba ambaye tulizaa naye mtoto mmoja na akanikataa, yeye ni mtu ambaye alinisamehe na kunikataa kabisa. Lakini yule wa mwanzo, kiukweli nasema Mungu amweke. Na yule mama ambaye anaishi naye, mara zote tunawaombea mema, kwa sababu hata kuna kipindi fulani niliumwa sana, alikuja kuniangalia na hata alikuwa sehemu ya kunichangia kwa ajili ya matibabu. Sasa na mimi imefika kipindi naweza nikaumwa nikapata watu wa kunichangia kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo nimejifunza sana katika maisha, katika haya ambayo nimeyapitia, na naamini kuna mwenzangu unanisikiliza katika safari yangu. Naamini Mungu amekupa nafasi nyingine ya pili kuweza kubadilika. Ile nafasi tu ya kunisikiliza mimi Asia, naamini Mungu amekupa nafasi nyingine ya kuweza kubadilika. Ishi na watu vizuri. Hao sio mbwa, hao sio paka. Hiyo sio mifugo. Hata mifugo nayo inaheshimika, ina haki zao. Usiwatreat watu vibaya kwa sababu ya nafasi Mungu aliyokupa. Usiwadharau watu. Haya natueleza ndugu yetu anaitwa Asia, nami leo nikamilishie hapa, na ndivyo tunakamilisha ripoti ya leo ya EFM katika siku njema ya leo, msikilizaji, mpaka wiki ijayo. Ndio, asante.